Iran yamnyonga jasusi wa Mossad, msako dhidi ya maajenti wengine unaendelea. Iran mapema leo imetekeleza hukumu ya kumnyonga Ismail Fekri, jasusi aliyepatikana na hatia ya kushirikiana na shirika la kijasusi la Israeli la Mossad. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mahakama ya Iran, wakati wa kukamatwa kwake Fekri alikuwa akiwasiliana kikamilifu na watendaji wa Mossad. Kwa mujibu wa kituo cha habari cha idara ya mahakama, Fekri amenyongwa Jumatatu asubuhi kufuatia mchakato kamili wa kisheria, ikiwa ni pamoja na kesi, rufaa na uthibitisho wa mwisho wa hukumu na mahakama ya juu ya Iran. Rekodi za mahakama zinaonyesha kuwa Fekri alikuwa amedumisha mawasiliano na maafisa wawili wa Mossad na alijaribu kukusanya na kusambaza taarifa nyeti na zilizoainishwa za usalama wa taifa, kama vile maeneo ya kimkakati, maelezo ya watu mahususi na misheni ya ndani ya shirika kupitia njia salama za mawasiliano. Jasusi huyo wa utawala wa kizayuni wa Israeli alikamatwa Disemba mwaka 2023 na vyombo vya usalama vya Iran alipokuwa akiwasiliana kikamilifu na maafisa wa Mossad. Huku hayo yakijiri, vikosi vya usalama vya Iran vimewakamata magaidi wawili wa shirika hilo la ujasusi la utawala wa Israeli kaskazini magharibi mwa Iran. Kamandi ya polisi ya Iran imetangaza kuwa maajenti hao wawili wa Mossad walikamatwa katika kaunti ya Savoj Bolag mkoani Alborz kaskazini magharibi mwa Iran. Taarifa hiyo imesema kupitia juhudi za polisi wa mkoa wa Alborz, wanachama wawili wa kundi la kigaidi linalofungamana na Mossad walikamatwa. Taarifa hiyo imebaini kuwa magaidi hao walikuwa wakitengeneza mabomu, vilipuzi, mitego na vifaa vya kielektroniki katika nyumba moja ya kundi hilo. Shirika la kijasusi na kigaidi la Mossad husimamia na kufadhili shughuli za kijasusi na operesheni za siri nje ya mipaka ya utawala wa Israeli. Vile Spika wa Majlis ya Ushauri ya Kiislamu, bunge la Iran, amebainisha kuwa utawala haramu umechafua mikono yake michafu kwa jinai mpya kwa idhini ya Marekani, na kueleza kuwa watu wa Iran kwa kila kabila na mirengo tofauti ya kisiasa wameungana na kuwa kitu kimoja dhidi ya adui katili, na bila shaka walimwengu watashuhudia adhama ya Iran na wa Iran. Mohamed Bakar Kalibaf, spika wa Majlis ya Ushauri ya Kiislamu, amesema hayo katika hotuba yake ya utangulizi kwenye kikao cha Jumatatu cha Majlis ya Ushauri ya Kiislamu na kulaani hujuma na uchokozi wa utawala kibaguzi wa Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Vile rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema wananchi wa Jamhuri ya Kiislamu wanahitaji umoja na mshikamano wakati huu kuliko wakati mwingine wowote ule, na lazima washikane mikono na kusimama kidete kukabiliana na uchokozi wa utawala wa Israeli unaofanya mauaji ya kimbari. Rais Pezeshkian amesema hayo Jumatatu kwenye kikao cha bunge ambapo melani hujuma za jinai za utawala ghasibu wa Israeli katika mauaji ya makamanda wa kijeshi na wanasayansi wa nyuklia wa Iran pamoja na makumi ya raia. Anasema adui hawezi kutuondoa sisi au taifa letu kwenye tukio kupitia jinai, mauaji ya kigaidi, Pezeshkian amesema, na kuongeza, kwa kila shujaa anayeuawa shahidi, mamia zaidi watasimama ili kubeba bendera na kusimama dhidi ya ukandamizaji, dhuluma, uhalifu na usaliti unaofanywa na wavamizi hao. Hivi ndivyo watu wetu wameonyesha mara kwa mara kusimama imara katika kukabiliana na ukatili kama huo, amesema rais wa Iran, ambaye pia ametoa wito kwa umoja wa kitaifa, akisisitiza kuwa Iran haikuanzisha vita hivi. Ameeleza bayana kuwa leo kuliko wakati mwingine wowote tunahitaji umoja na mshikamano wa Iran. Wote lazima waungane na kusimama kidete kupinga kitendo hiki cha uchokozi. Tofauti zozote au matatizo yaliyopo lazima yawekwe kando sasa. Ni lazima tuungane na kukabiliana kwa uthabiti na uchokozi huu wa uhalifu wa mauaji ya halaiki. Dr. Pezeshkian amesema kuwa Irani ina haki ya kunufaika na nishati ya nyuklia na utafiti unaohudumia maslahi ya taifa, na akaongeza kuwa hakuna mtu ana haki ya kuinyima haki hiyo Jamhuri ya Kiislamu. Anasema tunasimama kidete katika kufikia haki hii na hatuogopi nguzo zozote katika kupata kile ambacho ni haki yetu. Tumenyosha mkono wa udugu kwa mataifa yote ya Kiislamu, kwani wote ni ndugu zetu. Leo wengi ikiwa sio wote wanasimama nasi na upande wetu, ameongeza rais wa Iran. Wakati wa huo, spika wa bunge la Iran Mohamed Bagher Kalibaf amesema jeshi la Iran litamwacha adui mshenzi wa Israeli katika hali mbaya, kwani utawala huo haujali mstari wowote mwekundu. Hayo yakiendelea, ni kwambia waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesisitiza kwamba kampeni ya Israeli dhidi ya Iran itabadili sura ya Mashariki ya Kati, wakati nchi hizo mbili zikiendelea kushambuliana vikali kwa siku ya 5.
amesisitiza kwamba kampeni yake itaendelea. Akizungumza na waandishi wa habari, Netanyahu alisema kuwa Israeli inawaondoa viongozi wa kiusalama wa Iran mmoja baada ya mwingine, na kwamba kwa kufanya hivyo wanabadili sura ya Mashariki ya Kati na hilo litaleta mabadiliko makubwa ndani ya Iran yenyewe. Wakati Netanyahu akitoa matamshi hayo, Iran nayo imeendelea kuvurumisha makombora dhidi ya Israeli, huku jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran likiapa kuendeleza mashambulizi bila kukatizwa. Hapo jana pia Israeli ilishambulia jengo la shirika la utangazaji la Iran IRIB na kukatiza matangazo moja kwa moja. Mtangazaji aliyekuwa hewani alilazimika kukimbia kufuatia mlipuko mkubwa na kusababisha tishio la Iran la kulipiza kisasi dhidi ya vituo vya habari vya Israeli. Vilevile ubalozi wa China nchini Israeli umewataka raia wake kuondoka nchini humo haraka iwezekanavyo katika tangazo lake la leo Jumanne. Taarifa ya ubalozi wa China nchini Israeli ilichapishwa kupitia mtandao wa WeChat na kuwarai raia wake kuondoka nchini humo kupitia vivuko vya mpaka wa nchi kavu kwa usalama wao, ikitoa mapendekezo ya kupitia uelekeo wa Jordan. Ubalozi huo wa Beijing umeongeza kwamba mzozo huo unaoendelea kufukuta, ukisema miundombinu mingi ya raia imeharibiwa, idadi ya majeruhi inaongezeka, huku hali ya usalama ikizidi kuwa tete. Kuongezeka kwa mvutano kumezusha hofu ya kulipuka kwa mzozo mkubwa zaidi, huku rais wa Marekani Donald Trump akitaka Iran irudi kwenye meza mazungumzo baada ya mashambulizi ya Israeli kuvuruga mazungumzo ya nyuklia yanayoendelea. Vilevile msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Esmail Bagei ameulaani vikali utawala wa Israeli kwa kuwaua shahidi watoto katika vita vyake vya kichokozi vinavyoendelea dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Bagei amesema hayo kwenye ujumbe aliotuma kwenye akaunti yake ya X na kueleza kuwa utawala wa Israeli umeua watoto wengi kwenye kipindi cha siku 3 zilizopita za vita vyake vya kichokozi dhidi ya Iran na pia umelenga hospitali ya watoto. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amebainisha kuwa utawala huo wa Israeli unaua watoto kama burudani, kama alivyowahi kukiri Yair Golan, naibu mkuu wa zamani wa jeshi la Israeli. Amesema katika mashambulizi matatu ya hivi karibuni yaliyotekelezwa na Israeli jijini Tehran, wanawake na watoto 73 wameuawa. Bagei ameongeza kuwa watoto 20 waliouawa katika mtaa wa Chamran, 10 bado wamekwama chini ya vifusi. Wakati huo huo, Saidi, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran katika masuala ya utafiti, amelaani Israeli kwa kufanya uhalifu wa kivita kwa kulenga miundombinu ya wizara hiyo katika shambulio lake la anga dhidi ya Tehran. Shukran kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.